Bwana Yesu asifiwe sana tena. Sikiliza, lazima tufike mara tunaelezana ule ukweli. Wamama, hakuna sababu ya kuwa tunafichana mambo. Tuambiane ukweli, kwa sababu Mungu anapenda ukweli, Mungu anachukia unafiki. Kila siku tunazungumza kuhusu habari ya somo zima la unafiki, kwamba ukweli na uwazi ni kitu cha msingi sana katika safari ya utakatifu. Haleluya! Ni lazima wamama tuambiane ukweli, kwa sababu mmekuwa na mchango mkubwa sana wa kuharibu mafanikio ya Mungu kupata matunda ya kuzalisha watakatifu na kudumisha usalama wa kanisa katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wababa, tunasikia kwamba imefika wakati wa kueleza ukweli wa mama ndani ya mchakato mzima wa Injili. Waujue huu ukweli ya kwamba wana mchango mkubwa sana katika kuliharibu kanisa. Siasa katika habari ya Injili ni kitu ambacho imefika wakati kipigwe marufuku, kwa sababu ni kitu ambacho kinaharibu confidence na ujasiri wa Injili. Tusiposema ukweli, tutajikuta kwamba kanisa linaangamia kwa sababu ya kufichana tu. Wamama, wadada, mmeliharibu kanisa kwa asilimia nyingi sana, si chini ya asilimia 50 au 40 basi. Kama mkibadilika katika ile eneo tunalotaka kuliongea siku ya leo na kueleza ukweli, mafanikio ya Mungu katika kujivutia watu wake na kuwatunza na kuwadumisha katika njia ielekeayo katika uzima wa milele, mafanikio yatakuwa ni makubwa sana. Ninyi wenyewe mtanikubalia, hata mnajifanya hamjui na mnajua. Tusome katika Timotheo sura ya 2 na mstari wa 9. Timotheo wa 2, waraka wa kwanza wa Timotheo, waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya 2. Tuanze katika mstari wa 9. Alafu tusonge mbele kidogo, tuangalie maneno ya Mungu yanaongea nini. Lazima tuwekane tu live. Kile kitu anachoita kwamba kuchana live, inabidi tuchanane live. Leo ni rasmi kwa ajili ya wamama, japokuwa wababa tunaweza tukawagusia kidogo, lakini hii ni special kwa wamama, kwa wadada, kwa jinsia ke. No, kwa nini shetani anawatumia sana ninyi? Of course hata wababa shetani anawatumia sana kwa maeneo fulani, lakini katika ile eneo kwa nini shetani anawatumia sana nyinyi? Au ndio yare ya siku ile Adamu akaanza kwanza kadanganywa na shetani, halafu somani Hawa Eva akaanza kwanza kadanganywa na shetani, halafu yeye ndiye akaja akamrubuni Adam. Adam akaingia kwenye mtego kwa sababu ya wewe Eva, wewe mwanamke. Kwa nini mwendelezo huu? Huu ni mwendelezo mbaya, mwendelezo mchafu. Yaani imekuwa ni system ile kwamba shetani njia yake kuu apitie kwa mwanamke, halafu akishapitia kwa mwanamke ndio ammalizie mwanaume. Yaani hii imekuwa mwendelezo, imekuwa desturi. Kwa nini? Huu Adam huu Eva huu umeendelea mpaka sasa. How can we call it? Evanization. This is evanization system. Very bad, very so worst. Mbaya kuliko. Inatia hata hasira. Inatia hasira mbele ya kila mtu ambaye anatamani kitu kinachoitwa utakatifu kuwepo hapa duniani. Inatia hasira zaidi machoni kabisa mwa Mungu. Mwanamke, wewe Eva, hiyo tabia umeendelea nayo. Jinsi Eva alivyomonyesha Adam tunda, akamwambia angalia hili tunda hili, nyoka amenishauri kwamba tuwe tunakula. Wewe Eva, wewe mwanamke, mpaka leo umeendelea hivyo. Unataka kuwa hivyo mpaka mwisho wa dunia. Kwa nini umekuwa wakala wa shetani, wakala mkuu wa shetani katika kupotosha kanisa la Bwana? Kwa nini? Tubu wewe mwanamke. Hii tabia chafu. Mpaka
mpaka sasa wanawake mmeendelea kuonyesha matunda wanaume ili wale wapotee. No, hii mbaya, ifike mwisho. Acha ifike mahara pa kustop. Let it mark an end. Stop. Wanawake mwe macho, shetani anapita kwenu sana. Wababa kweli, shetani anapita kwao, anapita kwetu, lakini ukija kupima kwenye mizani, kwa sababu hata hivyo dhambi kuu ambayo inatawala na kuzidi nyingine zote duniani, ukifanya tathmini, ni dhambi ya zinaa. Na kichochezi kikuu cha zinaa imekuwa ni wanawake. Yani sijui ni kwa sababu baada ya kuwa mmetambua kwamba wababa wengi au watu wa kiume walio wengi ni wadhaifu katika swala zima la uasherati, ndio mnapitia hapo na shetani anawajaza nguvu. Na kwa sababu mna zile tabia za kupenda ufahari na mna asili ya tamaa ya mavitu kama ya raha, mnapenda sana mambo ya anasa. Mnapenda sana kutamaniwa, mnapenda sana kupendwa, mnapenda sana matanuzi. Sasa na mnajua udhaifu wa wababa ulipo. Sasa na shetani sasa anasema, hapa nitakuwa napita hapa. No, hii ni mbaya. Sasa kinachotia hasira na kuhuzunisha ni pale ambapo hata wanawake ambao wameokoka au wanaitwa wameokoka au wanatamani kuokoka, bado na wenyewe wako humo. Tutaongelea jambo moja kubwa la msingi sana zaidi kuliko mambo mengine yote. Linahuzunisha sana, ndio maana anajikuta naongea kwa hasira. Inawezekana miongoni mwa watu mnaowaangusha labda na mimi nimo. You cannot know. Who knows? Nani ajuae? Acha, lazima tupekue. Tunatumia maandiko ya kawaida yale ya kila siku, tunayasoma kila siku, lakini tunayaangalia kama mazoea. Tunaona yapo, huwa tunasoma yamo kwenye Biblia. Timotheo kwanza sura 2 nasema hivi. Unapita tu juu, lakini hutafakari kitu kwa kina. You never ever try to meditate things profoundly. Go deeper in stuffs when you read whole scriptures. Hii kitu wanawake angalia sana. Hii inaumiza. Umeshamaliza kupasoma? Si nilikusomea mstari? Acha mimi nirudie. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10, nasoma. Panasema hivi: vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Mstari wa 10, bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu. Unanielewa vizuri? Narudia. Nataka kukuonyesha vitu vitatu humu ndani ambavyo vinampasa mwanamke, ambavyo hivyo akiwa navyo ndiyo Biblia takatifu au Mungu anamwona mwanamke huyo kama aliyejipamba. Mapambo ya mwanamke. Nisikilize vizuri. Narudia. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Mambo matatu nimeshayatamka hapo. Narudia. Mavazi ya kujisitiri. Kitu cha kwanza kabisa, kujisitiri. Yaani kujisitiri, yani kuficha. Unajua kusitiri ni kuficha. Unapoambiwa mavazi ya kujisitiri, manake ni mavazi utakayovaa yakaficha. Yaani kuficha kabisa, kupoteza hata, yani mtu hata asiweze kuhisi kwamba humu ndani kuna nini. Maana haoni dalili, haoni hata picha. Sawa na umekamata vitu kama ni manguo, ukakamata makopo, ukakamata sijui ni masahani, ukakamata sijui ukachukua vitumbua, ukachukua mandazi, ukachukua, yani labda ukachukua labda tuchukue umechukua takataka jararani. Kuna manguo, kuna masalia ya vyakula, kuna makopo, kuna majani,
unaona, ukakusanya vyote hivyo ukaingiza ndani ya mfuko wa gunia, vimekaa humo ndani, vinapwaya ndani ya mfuko wa gunia. Hata ukiwa umeshika gunia hivi, mtu akiona umeshika gunia hawezi kujua humo ndani ya gunia kuna nini, kwa sababu haoni hata umbo la kopo. Hawezi kubaini umbo la kopo juu ya huo mfuko. Unanielewa vizuri? Hawezi kuona kwamba kuna na majani humo ndani. Hawezi kuona kuna na masalia ya vyakula ambayo ameweka humo. Ndio maana ya kusitiri. Lakini ukiweka katika mfuko kitu fulani, halafu hicho kitu labda kinaonyesha labda ni mfuko wa nailoni wa kioo, unaonyesha kwa ndani ni transparent, anaona mle ndani kuna kopo, naona kuna na vipande vya machungwa, au hata labda kwenye umbo tu la mfuko anaona kuna kitu kimevimba. Akikicheki anaona hili umbo hili ni kama ni jerikani, humo ndani kutakuwa kuna jerikani. Hapo inakuwa sio kusetiri, kwa maana mtu anaweza katabiri, humo ndani ni kama kuna kopo, humo ndani kama kuna jerikani, mbona kama ninaona kama umbo la chungwa. Hapo unakuwa hujasetiri. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapa anasema kujisetiri pamoja na adabu nzuri. Kujisetiri na adabu nzuri. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa ajisetiri, halafu awe na adabu nzuri katika matendo na katika uhalisia. Unaniona vizuri? Katika mwenendo na katika matendo uonekane kuwa una adabu nzuri katika kuvaa kwako na katika mwenendo wako na katika tabia zako. Unaniona vizuri? Kitu kingine anasema na moyo wa kiasi. Mwanamke anatakiwa kuwa na moyo wa kiasi. Kama hauna moyo wa kiasi mwanamke, wewe haujajipamba mbele za Mungu. Kwa hiyo ili uwe umejipamba mbele za Mungu na mbele ya wanadamu, mwanamke uwe na 3 characteristics. Uwe mtu mwenye kujisetiri, uvae mavazi yanayoficha maumbile yako kabisa totally, sio ya kukufinya finya, ya kufinye kifua chako chote kionekane vile kilivyotengenezwa, ya kufinye mpaka maumbile yako ya reproductive system, maumbile yako yale ya mfumo wa uzazi yote yamejiochora, yanaonekana vile vile yalivyotengenezwa na Mungu. Yani mistari yote ya maumbile yako ya mfumo wa uzazi yote yanaonekana vile vile yalivyokaa, vile ambavyo wanafunzi wanachora wakiwa kwenye masomo ya biolojia shuleni. Mtu akikuona unakatiza mbele yake anakuona vile vile mfumo wa uzazi. Yani mwalimu anaweza akakuweka hapo mbele ya wanafunzi akamwambia, okay wanafunzi, mnaona hii hapa ndio uterus, na hii hapa ndio I don't know cervix. Yani wewe ukivaa mavazi ambayo mwalimu anaweza akakuchukua akakuweka akakusimamisha mbele ya wanafunzi, akaanza akashika kijiti chake, anamwambia students, can you see here? Okay, the cervix is here. And a little bit up here, this is where uterus is. Can you see this structure? Okay, here is where loop of hernia is. So wewe ukisha kuwa unavaa mavazi aina hiyo, wewe mbele za Mungu ni feki, haufai kabisa. Yani wewe ni wakara wa giza wa shetani kabisa. Yani wewe ni kama pepo mchafu, pepo wa mahaba ndani ya mwili wa mwanadamu. Unaonekana ni mwanadamu lakini wewe ni pepo kabisa mchafu, a demon inside human being. Hii tabia ni mbaya, haitakiwi. Unanielewa vizuri? Wanawake, acha tuwaeleze kitu kimoja. Hizi sifa 3 zilizomo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, wanawake wengi mmezikiuka. Mumo ndani ya makanisa mnaitwa mmeokoka, lakini mnavaa hivyo. Mnavaa mavazi ya kuwafinya. Mtu akija akigeuka huku nyuma anakuta yani makalio yako yanaonekana jinsi umbo lake lote, yani kutokea kwenye mgongo vile yamekuja, inafika inapinda, inakuja imepanda ndio hivi, afu inabinuka hivi, inashuka inarudi inaingia ndani, afu inateremka, alafu na mistari yote sijui ya Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn zote ziko nje. Yani mpaka mstari wa kugawanya makalio yako uko nje kabisa. Unaonekana ndio huu hapa, unaanzia hapa, unashuka, unapita hivi, alafu unaingia ndani hivi, alafu unateremka. Alafu unasema umevaa.
unasema umevaa, na kwa ujasiri unaweza ukaingia paka na kanisani na nguo hizo hizo. Kumbe wewe unadhani umevaa, kumbe Mungu anakuhesabu uko uchi wa nyama. Kwa maana kama haujajisetiri, maana yake uko uchi. Wanawake mnaingia makanisani kusali, mko uchi wa nyama. Kwa nini? Ninyi kwa ninyi ni salama, kwa maana mkitazamana mnaonana ni kawaida, lakini kwa wanaume ni hatari. Ninyi mnakuwa mawakala wa shetani dhidi ya wanaume, kuwaangusha wanaume. Mwanaume ameingia kanisani kusali, ametoka zake nyumbani, anajipendea zake Yehova, amekuja kanisani ili kazungumze na Mungu. Anakuja anaanza kukuona wewe, hizo reproductive system zako, hiyo mifumo yako ya uzazi. Akiona hivi, badala ya kwanza kuconcentrate kwenye neno la Mungu linalohubiriwa, anaanza kuingia kwenye somo la biology. Anasema okay, ile pale ndio cervix. Okay. Na ile pale ndio I don't know. Hii mbaya sana. Tubu zambi mbaya sana ambayo imefanywa kuwa kitu cha kawaida. Siku hizi hata mapasta waongee hilo. Wanaogopa, wanawaza wakiongea, kwa sababu wanawake mlio wengi mnaipenda sana hiyo. Kwanza mnaona kama ndio fahari, maana mnadhani kwamba ndio nafasi au fursa nzuri ya kuonyesha uzuri wenu, ili kusudi watu wajue kwamba ninyi ni wazuri. Yaani kwamba ili kusudi watu wajue kwamba mmeumbika. Wewe, kwani kama haujafa si unajulikana kwamba tu umeumbika? Si uko hai? Wewe, kwamba huo ndio uzuri. Uzuri wa mwanamke ndio hizo sifa 3. Ukijisetiri wewe, manake ndio mwanamke mzuri. Mwanamke anayejisetiri ndio mwanamke mzuri. Mwanamke mzuri si mwanamke anayetembea uchi, kuonyesha makalio yako, kuonyesha mfumo wako wa uzazi. Kama kwa jina la Yesu. Are you human being or demon? Wewe ni mwanadamu au ni pepo wewe? Pepo wa kike. Cast out the demon from you. Kick it outside. Kemea pepo akutoke ndani yako. Wala usingoje pasa kumkemea pepo huyo, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Kwa nini mnapoteza watu wa Mungu? My goodness. Unaingia ndani ya kanisa, mpaka hata pastor ambaye yuko kwenye program ya kuhubiri anajikuta yuko anatafakari mambo mawili, au anaahirisha kutafakari neno la Mungu ambalo anataka kuhubiri, anaanza kukutafakari wewe. Anaanza kuangalia haka kama haka kadada, mbona kameumbika? Utasema kameumbika kuliko hata na mke wangu. Namna gani vipi haka kadada? Kwani si baada ya mahubiri nitafute jinsi ya kuweza kuongea nako? Kwani unafikiria mawazo hawayaongei wewe? Wewe nyie achageni kwanza. Mnajua na mnajifanya hamjui. Huu shetani gani wa aina hii? Mtubu wa mama, mwache tabia hii, ili wa baba wapungukiwe wingi wa majaribu. Majaribu ni mengi, lakini kuna mengine yasiyo ya lazima. Kwa nini mnaforce majaribu? Bora wa baba wapate majaribu mengine ambayo yanaletwa na shetani moja kwa moja, lakini sio kwa influence yenu. Stop influencing temptations against men. Mpunguze influence ya majaribu kwa baba. Mimi saa nyingine mnanichukiza sana. Huwa nawaza, unakuta wamama wengine wanavaa tunguo tu namna hiyo. Unakuta amevaa tunguo laini, tunguo soft, eti skinny tight. Napenda skinny tight. Una skinny tight, unakavaa kanguo laini, kama kushikilia mwili, kama kuchora, kako na kuonyesha viungo vyote viko nje vile ulivyo. Halafu eti umevaa. Nani ale kuambia kwamba kuvaa maana yake ni kufunika ngozi? Kuvaa sio kufunika ngozi. Kwa hiyo ukinunua nguo ya nylon au nguo ya wavu ukavaa tu, hata ukatakuwa kufunika paka na kuanza kwenye nywele, lakini nguo ni wavu, ukafunika ngozi, au ukanunua nguo ya nylon nyeupe ukafunika ikakaa tu juu ya ngozi, maana yake umevaa. Acha geni ujinga wa aina hii. Ujinga upo, lakini una aina bwana. Hii aina ya ujinga ni ujinga ambao ni ujinga wa kijinga. Acheni ujinga wa kijinga huo. Tena mkome kuingia makanisani. Bora kama unataka kuvaa vya hivyo, uvivae uende ukatembe kwa mabarabara, sio kanisani. Naleta mapepo ndani ya nyumba ya Mungu, pumbavu zaidi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, najikuta tena anasema pumbavu. Na Mungu anisamehe katika hii. Mungu anisamehe. Lakini huo ni upumbavu.
Si Yesu Paulo akawaambia Wagalatia, enyi wapumbavu wa Galatia msiokuwa na akili, nani aliwaroga? Huko ndio kukosa akili. Huo ni upumbavu. Inatia hasira. Masangie inatia hasira. Mungu tu amenisamehe katika hilo. Kwa sababu si makusudi. Siwachuki, lakini mimi nachukia matendo hayo. Hizo tabia ni za kipumbavu. Mtu mwingine umeokoka lakini unafanya mambo ya kipumbavu. Unastahili kuitwa mpumbavu. Kwa maana umepumba kiroho. Maandiko yapo lakini huwezi kuyafuata. Sasa utafuta ujinga, si upumbavu? Tubu uokoke dhambi mbaya hiyo. Na ukitubu hiyo dhambi Mungu atakupenda. Hata mambo unayoyaomba kwake. Kwa sababu utakuwa umemfurahisha kwa sababu ya kumkemea huyo pepo na kumwepuka. Atakupenda, atakupatia mahitaji yako. Siku zote nawafundisha kuhusu habari ya kumshawishi Mungu. Convince God by amusing before him. Ukimpendeza Mungu kwa mienendo yako, unamshawishi hata katika mahitaji yako. Ukipeleka mahitaji yako kwake, anakupa upesi. Sikia siku mimi nawaeleza. Mpende Mungu ili akupende. Mtii Mungu, mthamini Mungu akuthamini. Thamini, heshimu maandiko yake. Mmeelewa vizuri? Ujue kujisetiri vizuri. Tena uwe mtu mwenye adabu nzuri. Unanielewa vizuri? Na moyo wa kiasi. Unanielewa vizuri? Sikiliza. Tunapoongea kuwa na adabu nzuri, hebu tuelezane ule ukweli. Kwani unapovaa hayo mavazi, unachagua watu wa kwenda mbele zao? Wewe ni binti, unavaa hayo mavazi, hautaangalia kwamba unapita mbele ya baba yako, hautaangalia kwamba unapita mbele ya kaka yako, hautaangalia unapita mbele ya pasta wako, unamuonyesha mifumo yako ya uzazi. Anakuangalia, anaona kabisa, binti yangu kumbe yuko hivi. Okay, kwa nyuma yuko hivi na hivi na hivi, kwa mbele yuko hivi na hivi na hivi. Au wewe ni mke wa mchungaji, labda na wewe unavaa hivyo hivyo. Kwa sababu hii imeshaambukiza kila mtu. Waimbaji wa nyimbo za injili wanavaa hivyo hivyo. Wake za wachungaji wengine wanavaa hivyo hivyo. Mabinti wengine wanaitwa wetu ni mabinti wa familia zilizookoka, wanavaa hivyo hivyo. Sasa unaitwa umeokoka na unatembea uchi, umeokoka kitu gani? Sasa kama wewe umeokoka, hata kama unavaa mavazi ya aibu hivyo, na wewe hata sio maraya yamkini. Pengine sio maraya lakini unavaa hivyo. Lakini unapovaa hivyo, unamuingiza majaribuni mtu mwingine. Wewe hata kama unadhani umeokoka na hata kama unavaa mavazi si kwa nia mbaya, unamsababisha mtu mwingine kuingia katika majaribu. Sasa utaru unakuwa haujaokoka. Sasa wewe kama hautendi dhambi, unadhani hautendi dhambi lakini unatendesha mtu mwingine dhambi. Tayari umeshatenda dhambi ya kutendesha dhambi. Unapotenda dhambi ya kutendesha dhambi, unakuwa umetenda dhambi. Unaniona vizuri? Unamtendesha mtu dhambi huku hata hauna habari. Alafu unajidhani wewe ni mtakatifu, kumbe Mungu amekwisha kuhamisha kwa wenye dhambi. Si unanielewa vizuri? Unaelewa hili jambo? Tafakari. Chukua hatua. Jamani, inatakiwa utambue kwamba uvaaji wako wewe unaongea. Uvaaji wako unaongea. Inatakiwa mtubu hilo. Mtubu katika hilo jambo. Unapovaa mavazi ya kukufanya wewe uwe kama vile uko uchi, au uwe kama vile umevaa na kumbe uko uchi, ukikatiza mwanaume yeyote yule ambaye ni mzima, sio mbovu wa kibiolojia, ni mzima wa afya, hata kama awe ameokoka, hata awe sijui ni pasta, awe sijui ni mtume, awe sijui ni nabii, sijui ni askofu, sijui ni nini, ni Bwana asifiwe. Unanielewa vizuri? Ili mradi ni mzima, manake ana hisia za mwanaume mzima, lazima apate shida. Sasa kwa nini unawapa shida wanaume na vijana? Wewe ni shetani au ni mwanadamu? Acha hiyo tabia, tubu. Vaa vizuri ili wa baba waokoke, kwa sababu utakuwa umewasaidia kuwapunguzia uwingi wa majaribu. Wakutane na mengine, sio hilo.
Unanielewa vizuri? Acha kuwa kichochezi cha dhambi ya uasherati duniani. Kama wababa watafanya dhambi za uasherati, iwe kwa sababu ya upumbavu wao na ujinga wao, lakini wewe usiwachochee, kwa sababu ngoja nikueleze ule ukweli. Katika kutenda mema, katika kuishi maisha ya utakatifu, mtu anaishi utakatifu kwa sababu anajitune, anajiswitch, anasema mimi nahitaji kuwa mtakatifu. Kwa hiyo anasema nitapingana na kuepukana na dhambi. Haimaanishi kwamba mtu anapookoka eti kwamba ule wokovu eti ni kuamua tu kwamba nimeokoka tayari, anakuwa sasa moja kwa moja yani yeye daima ni mshindi dhidi ya dhambi, hata ulete majaribu namna gani, yani hawezekani tu. Haimaanishi hivyo. Kwa hiyo vichochezi vya dhambi ni vitu vibaya sana. Kwa wewe unayekuwa unakubali kutumiwa na shetani kuwa agent wa uchochezi wa dhambi, unawaangusha watu hata ambao hawapendi dhambi, wanajikuta wanaanguka katika dhambi. Sasa ndio hii point ambayo tunaiongelea, kwamba huu ulimwengu, miongoni mwa dhambi kuu zinazoangusha watu walio wengi sana, hata wenye bidii ya kutafuta utakatifu, ni uasherati. Na moja ya sababu kuu zinazoangusha wengi ni mavazi ya wanawake. Kwa hiyo wanawake, tafadhali acha uvaji mbaya. Mtaulizwa kwa nini Yefta alianguka? Kwa sababu yako. Mbona alikuwa anajitahidi sana, lakini siku ile alivyokuwa unavaa mavazi yako ila kutembea uchi, akajikuta uzalendo umemshinda, hata japokuwa hakuweza kukufuata, labda akueleze kwamba labda anahitaji kuzini na wewe, lakini alianguka japokuwa hakusema. Haya mambo mjua kwamba yapo. Hivi unajua kwamba mtu anaweza akawa hata ameshinda zake katika mafungo yake ya maombi, kitendo cha kusema kwamba ngoja niende nje nikarelax, nikatembee, nikapunge hewa, anafika tu barabarani yuko nje, anaanza kukutana na watu wanaovaa kama wewe. Alikuwa yuko anatafakari neno la Mungu ambalo ulisoma katika Wakolosai sijui wa Filipi sura ya ngapi, mstari wa ngapi, badala ya kuendelea kutafakari yale maneno, anajikuta anaanza kutafakari maumbile yako. Haujamtendesha dhambi? Au unafikiri kwamba ni makosa yake kubadilisha tafakari, kwamba kwa nini alikuwa anatafakari neno la Mungu alafu anajikuta anaanza kukutafakari wewe? Ndiyo, anaanza kahesabika kuwa na kosa, lakini wewe umesababisha hilo kosa. Kwa nini unasababisha kosa? Acheni unafiki ndani ya safari ya utakatifu. Stop triggering temptations. Wakara wa shetani, we toka huko ukabadilike ukawe wakara wa Kristo. Ujisetiri, uwe na adabu nzuri, na tena uwe na kiasi. Mwanamke, it applies the same hata kwa baba, lakini hii ni special sana kwa wamama na wadada. Mtubu, leo ilikuwa ni rasmi kwa ajili yenu. Mjue kabisa kwamba shetani katika tekniki zake nyingi ambazo anazitumia kuharibu dunia sasa hivi, ninyi amewachagua sana kuwa chombo chake maalum sana 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 kuliko wababa sana. Wababa wanatumiwa, lakini kwa kiasi cha 1% kulinganisha na nyinyi. Shetani ameleta mwendelezo ule wa Edeni alivyopitia kwa Eva, halafu Eva ndio akatumika kummalizia Adam, na sasa anafanya kazi hivyo hivyo. Nyie watu ni hatari sana, iwe mwanamke iwe mwanamume, iwe binti iwe kijana, kutumika katika nafasi ya shetani ni mbaya sana, kwa sababu hiyo ni dhambi ya ushawishi. Shetani huwateka watu na kuwaondoa katika kundi la Yesu Kristo kwa kuwashawishi kupitia mambo yake, kuwapa tamaa za mambo ya dunia, tamaa za uasherati, tamaa za mali, vile vitu vya mambo ya kupenda, mambo ya kumiliki,
unapenda sana kumiliki fedha, kumiliki watu, kumiliki nini, unanielewa vizuri? Anasa za dunia, haya mambo kama ya washerati, unanielewa? Analeta ushawishi. Hakuna mara pengine ambapo shetani anawanasia watu, anadiri tu na kitu kinaitwa ushawishi. Unanielewa vizuri? Sasa wewe unapokuwa mshawishi wa kusababisha mwanaume kushawishika na maumbile yako huyo kwa kuvaa mavazi vibaya, saa nyingine na miondoko yeye kujitingisha hata vya lazima ambavyo sio vya natural, bora tu ukikatiza hivi vijana na wababa watingishike waone ona hako kadada. Kadada ni kapepo. Huo ushawishi unaofanya, ushawishi wa aina yote ile. Saizi tuwe kama tunahama, hata kama wewe ni mwanaume unashawishi mabinti na wamama kwa mapesa yako ili kusudi washawishike ili wewe ukazini nao pia, maana yake you are playing the role of Satan. You play the role of Satan. Yani wewe unatumika katika nafasi ya shetani. Yani wewe ni shetani katika mwanadamu. Tubu hii leo. Stop playing the role of Satan. Acha kutumika katika nafasi ya shetani. Wamama wengi mmetumika katika nafasi ya shetani, kwa maana Biblia takatifu inamwita shetani kuwa mshawishi. Yule mshawishi mwovu shetani, na ninyi mmekuwa washawishi wa kushawishi watu ambao walikuwa wametulia zao na Mungu, wanashawishika, wanapotea, kwa maana watu wengi wamepotea katika dhambi ya zinaa, na sababu kubwa ninyi wadada na wamama. Why? Mkumbuke au mjue kabisa kuwa mwanaume yoyote yule aliye mzima, ili mradi tu ni mzima, bora tu ni mzima, sio mbovu, asija kakudanganya hata siku moja. Unapomwonyesha mifumo yako ya uzazi wewe mwanamke, kwa sababu jinsi tu Mungu alivyokutengeneza, kuna kitu special kabisa alikitengeneza kwako wewe kwa ajili ya mwanaume. Ingekuwa sio kwa hicho kitu, kusingekuwepo kitu kinachoitwa kuoa. Mwanaume asingejisumbua kusema anaoa. Kwa hiyo hicho kitu wewe una wajibu wa kukificha. Usipokificha, maana yake unasababisha kila mwanaume anapokuona akumbuke hicho kitu ambacho Mungu alikitengeneza kwa ajili ya mwanaume. Sasa hapo ndio kuna kwepo na matumizi mabaya ya makusudi ya Mungu. Kwa maana namna hiyo Mungu aliitengeneza kwako wewe mwanamke kwa ajili ya mwanaume mmoja, yule ambaye atakuchagua, ambaye Mungu atamkuchagulia kama mume wako. Sasa unavitembezea nje. So wewe ni cha wote. Wewe ni cha wote. Unatakiwa kuwa cha wageni. Yani unakuwa cha wageni cha mume wako, yani mume wako ndio mgeni. Sio kila mwanaume ni mume wako. Sasa unavitembezea nje. Unamtembezea nani? Ni mandazi au vitumbua unatembeza barabarani? Koma! Unaliwa wewe? Unaliwa? No, we are tired. We should say everything evidently. And this is how the whole gospel have to be preached all over the world. Lazima injili ya Mungu ihubiriwe kwa wazi na ujasiri. Hakuna kutafuna maneno. Stop politics. Hakuna mambo ya siasa. Hii sio siasa. Hakuna, sio kutafuta kura za uchaguzi. Ni kuzungumza ukweli wa Mungu ili kusudi wajue ukweli wa Mungu, watu watobo. Ufalme wa Mungu uko karibu. Asije mtu akasema kwamba hakuambiwa. Yes. Allah. Huu ni ushauri wa bure. Unaniona vizuri? Kama huwezi kubadili tabia hizi, achana kabisa, hata na kusali, achana na Mungu. Yani Mungu hakuhusu sasa. Hakuhusu.
kwa kuwa upuzi wa makusudi ni unafiki mbele za Mungu. Unanielewa vizuri? Kusali kwenye madhabahu za shetani ndiko kuna kustahili wewe. Hamia kwenye madhabahu za shetani, kasali huko kwenye madhabahu za shetani. Umeshazisikia zimetangazwa? Kama kwanza kukua unaingia ndani ya makanisa matakatifu ya Mungu, huko uchi, nenda kwenye madhabahu za shetani ukasali kwenye madhabahu za giza. Hata wale wababa wanaovaa miregezo, unatembea matako yako, makalio yako nusu nje, nenda ukasali kwenye madhabahu ya shetani, sio kwenye kanisa takatifu la Mungu. No. Haufai ndani ya nyumba ya Mungu. Yani kanisani usije tena. Allah, this is not acceptable. Who will tolerate this? Nani atavumilia hii? No. Hapana. Sikiliza. Kujisetiri sio kufunika ngozi. Kujisetiri sio kufunika ngozi. Kujisetiri ni kuficha kabisa. Yani unaficha kabisa. Yani mtu hata asiweze kuhisi yaliyomo, ndiko kusetiri. Unaelewa maana ya kusetiri? Unapoambiwa kwamba wamama wajisetiri kwa mavazi, maana yake wavae mavazi ambayo yanaficha kabisa, yani hata yaliyomo humo ndani ya mavazi mtu hawezi hata kutabiri kwamba pale kuna nini. Sio unavaa nguo ambayo mtu akikuona anaona chuchu zile pale, kitofu kile pale, akifanya hivi, makalio la kushoto lile pale, la kulia lile pale, mpaka wa makalio ule pale, kicheki hivi, okay. Yani hata tule tu viungo tudogo toka kwenye mfumo wako wa nje wa uzazi, anatuona kale ka kiungo kale kanaitwa hivi, ndo kale pale, kale kingine wanaitaga hivi, ndo kale pale, pale karibu na pale ndo kwenye mpaka wa kile kiungo kinaitwa hivi na hiki. Vinaonekana kabisa kama nilivyosema. Yani mwalimu wa biolojia anaweza kakuchukua kakusimamisha mbele ya wanafunzi, akaanza kuwafundisha, anashika tu kijiti chake. Wanafunzi, mnaona sasa hii hapa, hii ndio hii ndio nani hii, na hii na halafu hii hapa juu kidogo, hii ndio nani. Yani wewe mavazi mmebaki mnavaa ndio yako hivyo. Hizo ni nguo. Yani siku hizi nguo za maana hazina hata soko. Kwanza siku hizi watu wanaovaa nguo za maana wanaitwa washamba. Yani watu ambao wanavaa kitakatifu wanaitwa washamba. Kona wewe ili usichwe mshamba unataka uvae nguo ambazo ni nguo jina. Sio nguo, ni nguo jina. Zinastahili basi kuitwa kama ni nguo za ndani. Lakini sio nguo kama nguo ya kwenda nayo kwenye jamii. Unaenda kuhenera watu eti ni nguo umevaa. Nguo gani hizo? Hizo ni nguo. No, muache hiyo tabia. Muache kabisa. Tuangalie basi katika kitabu cha waraka wa kwanza kwa Petro kwenye sura ya 3. Kuna maneno fulani kidogo tuyajadili kwa kwenda kumalizia tu kidogo, kwa maana neno la Mungu limeshaeleweka kabisa. Hii ni kama tu istrahi, ni nyongeza tu kama conclude tu. Tuangalie katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3. Tuone mstari wa ngapi? Twende kwenye mstari kama wa 3 hivi mpaka wa 4. Panasema hivi: kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Hii inakuja influence tu. Unanielewa vizuri? Kusiwe kujipamba kwa nje, si mahereni, sijui mikufu, sijui na utoto tungongo, unavaa tungongo tu thamani kubwa lakini tu kukutembeza uchi. Hapana. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu.
Hii inarudi tu kuinfluence zile three factors au characteristics za mwanamke ambaye ni mwanamke ambaye anapendeza mbele za Mungu, anayejipamba kwa kujisetiri kuficha kabisa viungo vyake. Yani kama unaweza vaa nguo ambayo hata mtu akikuona hivi anaweza tu akaona hiyo sura, hata asiweze kusema kwamba, yani wewe unavaa nguo ambayo hata mpaka umbo lako la matiti linaonekana lote, yani mtu anajua okay, yule matiti yake ni makubwa, yule matiti yake ni yale ya kuchongoka, yule matiti yake ni yale ya umbo la duara, yule matiti yake ni yale yanakuwa yameshaanguka yamerara. Yani aje, yani mtu akikuangalia anaweza hata akakadiria hata kilogram za uzito wa makalio yako. Sasa yule makalio yake huwa ni makubwa, yale yanaweza kapima kilo labda kama 20 au 15. Yani ndio nguo mnazozivaa. Sasa hizo sio nguo. Sio nguo. Ni hatari sana jamani, ni hatari. Tuogope. So it is a strong warning. Ni onyo kali. Acha kutumika katika nafasi ya shetani. Strictly stop to play the role of devil. You play the role of devil on behalf of devil. No. Mnatumika katika nafasi ya shetani. Yani you are assistant Satan. Kwa nini mtu ukubali kuwa shetani msaidizi? Kwa nini? Mnaona kama ni cheo kizuri hicho? Piga magoti, utubu, utulie katika njia ya Bwana. Kabisa. Unakuta mwanaume ambaye ana kijiroro cha umaraya, cha kiroro cha washirati, yupo tu siku zote, yupo rasmi kwa ajili ya kushawishi wake za watu, kushawishi mabinti za watu kwa kutumia labda fedha na mali ambazo amejaliwa. Sija amezijaliwa na Mungu, sija amezijaliwa na shetani, maana pesa nyingine zinatoka hata kwa shetani. Unakuta labda kama mama kwa watu kamejiingilia dukani, kameenda kutafuta nguo za kununua, kamekutana na hilo libaba linauza mavazi. Kama mama kwa watu maskini ya Mungu kamepewa pesa na mume wake, kameenda kununua nguo. Kanatamani nguo mle ndani ambayo ni ya bei kubwa zaidi ya pesa ambayo kanayo. Libaba linaonepo nafasi. Nasema kama nataka hiyo, hakuna shida, kama tukizungumza unaweza labda ukanipa tu hiyo pesa ulionayo. Hiyo wewe una 20,000 lakini nguo ni 50,000. Anyway, kama utakubali kulala na mimi, nitakupatia tu hiyo nguo kwa 20,000. Anyway, hata don't worry, naweza hata nikakupatia hiyo nguo bure. Hiyo 20,000 utakunywa soda. Sasa tumama kwa sababu tunapenda raha. Sasa sawa. Si ndio inatoka, si ndio iko hivyo? Tumama twingi si tunaharibiwa tu namna hiyo. Na tudada. Ile mradi mume wangu hata jua. Sawa basi. Lakini usizoe. Huu wote huu. Huku ni kutumika katika nafasi ya shetani, kwa maana wewe baba unamwangusha huyo. Hakuwa amekuja kwa madhumuni hayo, ila kwa sababu umeinitiate. Na yeye kwa sababu anatamani kupata kile kitu, tayari umeshamwangusha. So umecheza au umetumika, you have played the role of Satan. Yani umefanya kazi kwa nafasi ya shetani. Ndio sawasawa na hawa wanawake wanaotembea uchi barabarani, wanatumika katika nafasi ya shetani. Shetani peke yake angeweza kuwaingia wababa hata bila kuona hivyo vishawishi. Katika mawazo tu akajisikia ametamani kuzini. Lakini huu uchochezi wa ziada ndio tunaouzungumzia. Unawaangusha hata wenye jitihada za kujiepusha. Kwa hiyo wamama, acheni tabia za kuvaa mavazi ambayo ni ya kuwashawishi wanaume. Na nielewa vizuri. Hiyo ni mbaya. Neno la Mungu linasema kabisa kwamba miili ya wanawake ni miili ya aibu. Kwa
hiyo inahitaji kufichwa sana, kwa sababu ni miili ya aibu. Kwa hiyo maumbile yenu yana sifa mbili, yanaitwa miili ya aibu. Kwa hiyo kwa sababu ni miili ya aibu, kitu cha aibu kinafichwa. 1. 2, jinsi mlivyoumbwa, mmeumbwa katika namna ya kutamanika. Kwa hiyo ile hali yenu ya kutamanika, jinsi mlivyoipewa, mliipewa ili mwanaume wako aliyeumbwa kwa ajili yako, mkiwa mko naye nyumbani, awe na vitu vitakavyosababisha yeye kujisikia kutamani kuwa na uhusiano na wewe. Ndiyo hivyo vinavyomchochea ili kusudi mwe na mahusiano nyumbani. Kwa hiyo huko kutamanika kwako usikupeleke kwa wanaume wengine. Ukikupeleka kwa wanaume wengine, hayo ni majaribu. Kwa nini kuwaendea uchi wanaume na wakaka, wakati wakaka wenyewe hawawaendei ninyi uchi? Ujua wakaka wala wanajitahidi sana, wala hawawaendei uchi ninyi ovyo ovyo. Ni wachache sana wanaoenda uchi wakaka. Kwanza hata wakienda uchi wakaka wala hata hawana viungo vya kutamanika. Ni aibu tu kutembea hata wako uchi. Kwani dada gani atamtamani mwanaume kwa sababu ameenda uchi? Hayupo. Au mnataka revenge sasa na wababa sasa saizi waandamane, waingie barabarani, waanze kuwaendea uchi na wenyewe? Semeni waanze sasa. Haya, hapa wote mliofika kuhudhuria hapa, mnieleze tu ukweli. Tuongere ninyi wa mama ambao mna wame zenu. Hivi jinsi mnavyotembea na tungo twa kwa bana tumewafinya, viungo vyenu vyote vinaonekana viko nje. Wababa wanavumilia, saa nyingine hawafurahi, lakini wanaamua tu kuacha hivyo ili msije mkagombana tu ndani ya nyumba zenu. Hivi wakianza kuvaa tungo twa hivyo na wao na wenyewe viungo vyao vya mfumo wa uzazi vikaanza kutembea viko nje, hata wadada na wamama wenzenu wengine huko mitani wakaanza kuviona, kumbe baba fulani, mume wa fulani, na kumbe yuko hivi. Mtafurahi, semesha ndio kweli, mtafurahi. Sasa kwa nini ninyi mnapenda kutembezea viungo vyenu ambavyo ni mali ya waume zenu, kuvitembezea nje? Kwa nini? Wababa wataandamana. Subiri waanze sasa na wao kuvaa nguo za hivyo. Waanze kutembezea viungo vyao nje. Mkumbuke kwamba Biblia takatifu inasema kwamba mwanaume hana mamlaka juu ya mwili wake mwenyewe na mwanamke hana mamlaka juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo viungo vyako wewe mwanamke sio mali yako, ni mali ya mume wako. Kwa hiyo ana mamlaka navyo. Kama hapendi wewe kuvitembezea nje, acha kuvitembezea nje, viache ndani, ficha. Mungu alibariki neno lake. Wale wote ambao wako tayari kutubu kwa ajili ya hili, piga magoti hapo ulipo, tuombe sala ya toba kwa Mungu, tukiri kwamba hatutarudia kutembea uchi mbele ya watu, kufanya kazi ya shetani kwa niaba ya shetani. Piga magoti hapo ulipo, tuombe sala ya toba kwa ajili yako. Tunakwenda kuomba sala ya toba kwa ajili yako, hasa wewe mama, wewe mwanamke, wewe binti uliyekuwa unatembea uchi mbele ya watu ukisema kwamba umevaa na kumbe haujavaa. Umefunika tu ngozi lakini uko uchi. Umekuwa ukifanya kazi ya uwakala wa shetani bila hiari yako, bila kujua kwako mwenyewe. Sasa unatambua na umekubali kutubu. Sasa unataka kutubu. Piga magoti mara hapo ulipo. Twende kuomba kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ili damu ya Yesu Kristo ichuruzike juu yako, ikubadilishe kufanya kuwa mpya, ukawe mfano kwa wengine. Piga magoti tuombe. Mtakatifu Baba mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, wewe ndio Mungu wa wadada wote waliopo mahali hapa. Wewe ndiye Mungu wa wamama wote waliopo hapa. Wewe ndiye Mungu wa hata yule mama kule nyuma. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Esther. Wewe ndiye Mungu wetu sote mahali hapa. Baba mtakatifu, tunakuomba neema yako ya msamaha kwa ajili ya wote hawa ambao wamekubali, wamekiri kwamba walikuwa wakikutenda dhambi bila kujua, wengine kwa kiburi, lakini leo hii wamekiri kwamba hawatarudia. Wametamani kufanywa upya, wawe
mawakala wako wawe mfano mzuri katika kanisa, wasiwe tena kichochezi cha dhambi ya zinaa, wasiwe tena watu wa kuharibu utakatifu ndani ya wababa na wakaka. Mungu mtakatifu, wasamehe wa mama wote hawa, wasamehe wa dada wote hawa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tazama wanavyojuta, tazama wanavyochuruzika machozi kwa sababu ya huzuni ya jinsi walivyokutenda dhambi kwa miaka mingi. Wasamehe kwa damu yako ya thamani iliyomwagika Golgotha, watakase, wafanye kuwa watumishi wako na watakatifu wako wa kweli katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Waondoe mashaka ya kwamba hiyo dhambi bado inawaandama. Mungu mtakatifu, kawajalie kupata pesa ya kununua mavazi mazuri mapya, wakazichome zile zote, zile nguo za mapepos, yale mavazi ya kuzimu yote wakayachome kwa moto, ili kusudi sasa wakavae mavazi yanayokupa utukufu, ya kujisetiri, yenye adabu, yanayowaonyesha kuwa wenye kiasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wasamehe na wababa wote na wakaka wote waliopo hapa ambao wamekuwa wakifanya kazi kama maajenti wa shetani kupitia kuwapotosha wadada na wamama kwa sababu ya kuwashawishi kwa pesa na vishawishi vingine. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunakomba tukiamini kwamba umetusamehe, naam, na umetuweka huru sote. Asante Jehova, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba tukiamini. Amina. Watu wote sema amina. Amen.